mtazamaji wangu wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, na kusalimu kupitia jina takatifu sana la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Naitwa mchungaji Pray God Zawadi Mgonja wa kanisa la EAGT, na chunga nyuma ya chuo kikuu kijiji cha Changanyikeni. Kanisa linaitwa EAGT Jesus Village. Mungu amenipa nafasi tena katika asubuhi hii kukuletea kipindi cha habari njema. Habari njema ziletazo wokovu, habari njema ziletazo faraja, habari njema ziletazo imani, habari njema za utumishi katika Mungu, habari njema za msamaha wa dhambi, habari njema za kutia moyo waliozimia mioyo. Ni habari njema. Namshukuru Mungu sana kwa nafasi hii ambayo amenipa nipate neno la siku lenye habari njema. Mungu akubariki sana. Nataka niombe ili tuweze kusonga mbele. Baba Mungu, nakushukuru. Neno lako lina nguvu, lina uweza, lina fariji, linatenda mambo makuu, linaimarisha. Neno lako tunaliita la siku, kwa maana tunapokusikia tangu asubuhi tunaimarika tangu asubuhi kwa kuamini maneno yale ya kwanza tuliyoyasikia, na kutembea katika hayo katika siku, na kuishi katika hayo katika siku zinazofuata. Nakushukuru mwana, wale wenzangu, ndugu zangu, wale waliokusanya wako tayari tuweze kushiriki, kwa jina la Yesu Bwana wetu, amina. Neno ambalo asubuhi tunashirikiana limelipa kichwa hiki: kufanikiwa katika mambo yote. Kufanikiwa katika mambo yote kwa mtu wa Mungu. Naona naposema mtu wa Mungu pia naweza nikaweka vizuri zaidi nikasema kwa mwana wa Mungu. Maana Mungu wa wote wenye mwili. Lakini hao wote wenye mwili, wale waliomwamini Yesu amewapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Wakishafanyika wana wa Mungu, wale wa kundi la pili wanaitwa na wenyewe ni wana. Na wenyewe wana baba yao anaitwa Ibilisi, na huku kuna baba yao aitwaye Yesu Kristo au Mungu Baba. Kwa hiyo mafanikio ya katika Mungu, wale wa Mungu, wale walio wana wa Mungu. Maana mafanikio yako mengi ndugu zangu. Unajua watu wengine wanaweza wakaamini kwamba mafanikio yanatoka tu kwa Yesu basi. Jamani, mimi nimeona viumbe vilivyoumbwa, hata wanyama wabaya, wakali, wauaji. Nimeona wanatunza watoto wao. Wana upendo wao wa kutunza. Wanaenda wanamuua mnyama, wanaleta nyama, wanakohoa mbele ya mnyama, watoto wanatapika nyama pale. Watoto wanakula, wanashiba. Kila mmoja yaani hao ukiwaona wale wanaleteana. Na wenyewe wanajali watoto wao. Wanafanikisha namna ya kupata chakula cha siku. Wana wa Mungu nao, Mungu wetu anajishughulisha sana na mambo yetu, mpaka tunafanikiwa. Mpaka mmoja akasema, nalikuwa kijana mpaka nimekuwa mzee, sijaona mwenye haki aliyelala njaa. Kwa jinsi Mungu anavyojishughulisha na mambo ya watu wake. Si mnafahamu Yesu siku moja alikuwa anahubiri tu, watu wakaona njaa. Mpaka Petro akamwambia, Bwana, watu wana njaa. Akaleta chakula. Yaani hakuna Mungu aliye hana la kufanya. Lakini mafanikio, nataka nizungumzie mafanikio sio ya chakula tu, mafanikio ya kila jambo, ya mambo yote, ya kiroho na ya kimwili. Watu wengi wanaposikia mafanikio
wanataka wazungumziwe habari ya gari. Mawazo yao yanakwenda sijui kununua magari, kujenga manyumba. Hayo mambo ni mafanikio ya upande mmoja tu. Kuna mafanikio ya kiroho na mafanikio ya kimwili. Mimi nazungumzia hivi, kufanikiwa katika mambo yote, kuna mambo muhimu ya kuangalia. Hasa ukiwa mwana wa Mungu, mafanikio yapo ya Mungu wetu aliyotuahidi sisi. Sio kwamba watu wa dunia tu ndio wamefanikiwa. Hapana, na wa Mungu wanafanikiwa. Hebu nikusomee ile andiko la waraka wa 3 wa Yohana mstari wa 2 na wa 3 pale. Waraka wa 3 wa Yohana. Ili uone pale. Najua tunavyoendelea kuelimishana namna hii, mimi mwenyewe napata raha. Mimi hizi kweli nazo zihubiri na zenyewe zinaniimarisha. Imeandikwa hivi: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Na kichwa chetu kinasema kufanikiwa katika mambo yote. Ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mpenzi, huyu ni Yohana anamwandikia rafiki yake anaitwa Gayo. Mpendwa katika Kristo, mpendwa mlokole mwenzangu Gayo, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Ufanikiwe katika mambo yote. Ilo neno nalipenda. Maana wale wanaosikia nikifundisha vipindi vingine nasema hivi, kweli moja inaimarisha imani ya ile ya kwanza, kwamba kuna mafanikio ya mambo yote. Ukiwa mlokole kuna haki ya kufanikiwa katika mambo yote. Nakueleza mimi. Neno la Mungu limetaja hapo juu niposema kwenye mstari huo mafanikio. Kila mtu anapenda kufanikiwa ndugu zangu, lakini katika Mungu mafanikio yanamfikia mtu kama yamekuwa haki yake, kwa kuwa Mungu ni mwenye haki na anajali haki ya mwenye haki. Hii ndio sababu hasa ya somo hili. Haki ya mwenye haki, mafanikio ya mambo yote ya haki kwa haki. Mambo yote ya haki kwa kuwa umekuwa mwana wa Mungu, lakini yapatikane kwa haki. Nilikaa nyumba ya kupanga miaka ya zamani ya 80. Mtu mmoja tajiri ametupangisha humo. Tumepanga, mfanya biashara kijana ametupangisha kwenye nyumba yake. Anasema, hapa ndani naomba niwaeleze kwa nini nimewapangisha kwa namna hii. Nimepangisha mtu wa benki. Kazi yako, nikiwa na cheki yangu ya kupeleka benki nakupa hapa hapo. Sio lazima kila siku niende benki. Wewe wa hospitali nimekuweka hapo. Nikisikia hali yangu sio nzuri, unanipiga sindano nyumbani. Nikienda kule hospitali wakiniandikia, nawaambia niandikie, nitachoma nyumbani. Nikija hapa kazi yako ni kuchoma sindano. Wewe wa national meeting nikishiwa na sukari. Yani ameweka watu kutokana na faida. Sio naweka mpangaji ambaye anafaidi tu kulala hapo nyumbani kwako. Anasema hamna. Anasema mpaka tuwe na faida kwake. Lina hela lile jamaa, linasema asubuhi kwamba bwana, mfuko wangu taniwekea kwenye akaunti yangu.
mule ndani nakuta ni milioni 58. Anasema nikaweke kwenye akaunti yake. Sasa najiuliza amepata usiku hizi hela? Sasa kwa nini jana hakunipa? Jana amenipa asubuhi. Ina maana zimepatikana usiku. Sielewi anapopata hela bwana. Hey! Siku moja nimeamka asubuhi, magari yaliyosimama madefender nje ya nyumba yetu wanamtafuta, anakamatwa leo. Wanauliza mwenye nyumba, wale wa jamaa nafahamu mpaka chumba chake, wamesimama mpaka mlangoni. Mimi nachungulia kwenye kadirisha kangu tu, kahela kangu ni kama mwisho wa mwezi. Unajua ndugu zangu, huyu Mungu ana fedha, dhahabu ni mali yake, lakini wenye navyo, ambayo hizi hela zinawafikia za Mungu wetu, zinaonekana kama zimepitia huko. Paka iwe haki yako. Mungu ni mwenye haki, anataka upate sana, ufanikiwe sana, lakini kwa haki. Wakasema anakamatwa, tunaona wanamchukua mwenye nyumba wetu, anaingizwa kwenye defender, magari yanakimbizana, maaskari wengine wamekaa nyuma ya madefender na bunduki. Tukasema ni nini jamani? Wakasema miiba gari Mwanza, na limeletwa kwenye gereji yake, limekongolewa, wamelikongoloa lote. Yani kwa dakika kuna vijana wameajiriwa wako pale, gari linaibiwa Mwanza, likiingizwa pale kwenye gereji, wanafungua chapu, sijui wanafunguaje chapu, na gari unajua walikuwa wanachukua yale mabati ya pembeni ya ile gari, wanaenda wanaingiza ziwani hapo chini kwenye ziwa, kwenye mchanga hapo, yanachomekwa hapo. Kule kuna baki frame kule gereji. Akituma vijana wake wanaenda huko, wanamwambia mzee, hapa tumeshachukua chombo, tunakuja huko. Spidi ya kutoka Mwanza kuelekea Msoma, mbuzi yote atakaye kutwa njiani, nyama zake watagawana kunguru angani. Ndio likija pii, likisifunga breki, vijana wa mkoko jeki, tairi imeshatoka, kagari kanabaki uchi hivi. Ukiambiwa hii gari ni gari mpya, aina labda ya nini, ya Discovery au ya nini, huwezi kuamini. Akimaliza pale ameshagawa hela zake za hao, wameshaondoka, na yeye ana mzigo, anaita watu wale, anaita wengine wa kuchukua mzigo. Mabati yale ameshachukuliwa, ameenda kupigwa rangi, amekuja ni rangi nyingine. Asubuhi ana hilo, nakela langu benki. Sini kaamua kuokoka. Alishangaa, akaniambia, mgonja, hapa unatoka, wezi kuokoka wakati unataka unakoka kwa sisi tule nini? Tukitaka kupitisha mambo yetu pale, utataka kupinga wewe. Nikikupa mzigo nikakwambia huu ni mzigo hatari, wewe utaanza kutoa siri wewe na kutoa hapa. Yani hela zipo, mafanikio yapo, yanaonekana. Hayana halali, ana haki, anapata, lakini kwa haki ya huko labda kwa shetani. Lakini kwa Mungu hamna. Sisi tunao mafanikio. Mungu wetu huyu amefanikisha wangapi? Mnadhani huyo Ibrahimu alikuwa maskini? Hamjui Ibrahimu alikuwa tajiri mpaka mifugo yake yanagombana na mifugo ya uchungi wa nani, wa Lutu. Hamjui Yakobo alikuwa tajiri ambaye na yeye ni baba wa imani. Hamkujua alikwenda mpaka akawa tajiri, mpaka alibarikiwa tajiri.
Lakini mambo ya Mungu hakuacha mbali. Unamkuta ni huyo huyo alikuwa anaweza kumkaba Mungu, anashika, anamwambia malaika wa Mungu, sikuachii mpaka umenibariki. Na nikienda nikafanikiwa, nikija hapa natoa fungu la 10 na kuweka, naweka madhabahu. Watu walikuwa wanapata. Usije ukakuta una shida ukasema Mungu wetu hana mafanikio. Mafanikio yapo, lakini niseme hivi, kuna kweli muhimu za kujua. Kuna mambo ya kujua ya kweli ya kimungu tunapokuwa tunatarajia mafanikio katika Mungu. Kama tunataka matarajio katika Mungu, kuna ukweli tusiukose. Wa kwanza, yani maukweli yako mengi, lakini na ukweli kulingana na muda wetu. Jambo la kwanza ni roho yako ifanikiwavyo. Petro wa kwanza 1:15 anasema iweni watakatifu maana mimi ni mtakatifu. Kweli ya pili ni kutunza kufanya maagizo ya Mungu. Kumbukumbu la Torati 28:1-2 anasema hivi, kama utatunza kufanya maagizo yote ni kuagizayo hivi leo, ndipo baraka hizi zote zitakupata. Kwa mfano, ukweli kuhusu utoaji ujue. Mambo ya kufanya hayo. Utoaji wa zaka kwa mfano, kwamba ukitoa zaka kamili madirisha ya baraka yatafunguliwa. Sasa wewe unaiba zaka, alafu unauliza mbona tuliofanikiwa, tuliookoka hatufanikiwi? Kuna kweli za Mungu hazivuki. Mungu ni mwenye haki, anampa mtu haki ya mwenye haki. Kweli nyingine ya kufanikisha roho ni roho iliyojaa neno la Mungu. Inajua ahadi za Mungu. Roho ya maombi inayoeleza shida kwa Mungu wakati, ili Mungu aonyeshe uwezo wake wa kukufanikisha. Lakini jambo la pili ni imani juu ya hizo ahadi za Mungu. Sasa Mungu afanyeje? Amini. Nimekuahidi hiki, amini. Jamani, hatuna watu makanisani ambao Roho Mtakatifu, Biblia inasema siku za mwisho Roho Mungu atamwaga Roho Mtakatifu. Amemwaga tangu wakati wa miaka 2026 iliyopita. Wanafunzi wakajaa Roho Mtakatifu. Tangu pale watu wote walikuwa ni kujazwa Roho Mtakatifu. Wakisikia Samaria imepokea neno la Mungu ni kwenda kuwaombea tu, wanajazwa Roho Mtakatifu. Watu wanakuja kwa Yesu wanasema hawana Roho Mtakatifu. Anakaa miaka 15 hajajazwa Roho Mtakatifu. Sasa mtu ataambiwa kwamba mafanikio yapo, anasema hakuna, kwa sababu nguvu ya imani hana. Lakini jambo la tatu, mtu asiwe mvivu jamani. Anabidii katika kufanya kazi. Mithali inaeleza wazi. Kitabu cha Mithali kinaeleza. Ni mtu mfanya kazi. Watu wanataka mafanikio. Mungu anabariki kazi za mikono ya mtu. Kila utakachotia mkono wako kufanya, nitakibariki. Utakachotia mkono. Watu wanataka wabarikiwa, wamelala mpaka sijui saa ngapi. Walala 13:4 imeandikwa hivi, nafsi ya mtu mvivu utamani usipate kitu. Mungu wakati anafanikisha mtu anaangalia unabidii kiasi gani katika mambo kufanya kazi. Unabidii kiasi gani? Wakati kama huu watu wana kilimo, watu wana mvua zinanyesha, watu wako huko kwenye shamba wanapanda, wengine wanaweka yao. Zamani mtu amelala saa 3 amelala, anaamka saa 3 anaanza kupiga mswaki, anywe chai, aende shamba. Rafiki
bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Nafsi ya mwenye bidii. Kuna mtu huko kwetu anajijua yeye, akaniambia bwana, mwenyewe anasema mtaji wa maskini ni nguvu zake bwana. Ananiambia hivi, anajua majira kama nini. Yaani yeye hana uwezo wa kuweka shamba lake trekta, ni yeye mwenyewe. Anajua wakati wa kuandaa shamba eka zake 3 mpaka 5. Huyo asubuhi saa 11 mvua hazijaanza, shamba limetifuliwa, limekaa standby. Alafu uone imani yake, anasema Mungu bwana hamtupi mtu. Anasema Mungu hamtupi mtu bwana. Anaanza kupanda na kufukia mbegu zake wakati mvua hazijaanza. Anamaliza siku ya 3 hivi mvua inaingia. Mvua ikiingia, watu wa kawaida hawa wanaanza kukimbia kutafuta mbegu dukani. Wanaanza wakati wanapanda za huyu zimeshafika inchi 2 juu. Akawa ni mtu wa kufanikiwa kuvuna. Bidii. Mpaka leo wanasema yule jamaa mpaka akwambie kwamba hakuvuna kabisa mwaka ule, wenyewe mtakuwa mmeisha. Watu wanamjua. Unajua watu wanapomjua mtu mwenye bidii ndivyo wanavyomjua mtu mvivu. Yaani ukishamjua mtu mwenye bidii ni rahisi kumfahamu mwenye mvivu, kwa sababu si utawalinganisha. Jambo la 4, kuchochea karama uliopewa na Mungu. Timotheo wa 2, kuchochea karama uliopewa na Mungu. Vitu tumepewa na Mungu vingi vya thamani. Kuchochea ni mtu. Timotheo wa 2 mlango wa 1:6. Kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Sio mafanikio ya shamba tu, mafanikio ya biashara tu, hata bidii katika kazi ya Mungu. Kuna watu wanafanya kazi ya Mungu jamani, kwa bidii. Unasikia tu wasema nimemaliza mkutano jana Jumapili, napumzika hizi siku 3, Jumatano nitakuwa na mkutano Ngudu. Nikimaliza pale nitawaingiza ndani kwa siku 3 semina, lakini Jumatano ilafuata nitakuwa Shinyanga. Jumatano nyingine nitarudi nyumbani kidogo kupumzika na familia. Nitakaa wiki 1.5, taondoka tena. Yaani anafanya kazi. Mtu huyo mtangoja ataishiwa. Huyo mtu mtangoja ataishiwa. Haishiwi. Ndio maana akasema watakula katika hiyo Injili. Mungu aliposema watakula katika hiyo Injili, alikuwa anajua kama watafanya kazi Injili itawalipa. Lakini la 5, kumshika sana elimu, kama ilivyoandikwa Mithali 4 mstari ule wa 13. Mshike sana elimu, usimdharau elimu. Mstari ule wa 13 anasema hivi, mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Bidii ya kusoma. Hata watu wa rohoni wajue kwamba manabii wote tuliosikia walikuwa wana vyuo vya manabii. Kuna vyuo vilikuwa vinaitwa vyuo vya manabii. Ni elimu, mtumishi aliyekubali kuelimishwa
Kule chuoni wanaelimisha kazi hiyo hiyo. Hii imani haikuanza na kuna waliotangulia ambao wanaitwa wakufunzi wetu, na sisi tunakuwa wanafunzi. Tukae tufundishwe. Kuna elimu hii ya sekondari, ndugu yangu, elimu ya shule za msingi. Mtu asiseme mimi ndani nimejua kusoma na kuandika, hata yatosha, mimi sitaki kusoma tena. Tusizungumze hivyo. Unaweza ukahubiri vizuri, mwisho ukadharauliwa. Petro, Yohana na Yakobo walikuwa na nguvu za Mungu sana, rafiki yangu. Miujiza iliyokuwa inatendeka ni ajabu. Walikuwa wamefanikiwa sana katika mambo ya kiroho, lakini kulitokea na kitu ambacho watu walizungumza kuhusu wao. Waliulizana kule, hivi ya jamaa tulikuwa tumesoma nao shuleni, wakati mimi na Petro tulisoma naye alishindwa, alishia njiani. Wewe Yakobo alimaliza. Akasema na mimi nilisoma na Yakobo naye akumaliza. Maandiko yanasema hali wakijua kwamba hawana elimu. Sasa wanatangazwa dunia nzima kwenye Biblia kwamba hawakusoma. Alafu unasema eti elimu haina neno. Ina neno. Wewe hubiri vizuri tu, wewe hubiri vizuri uone. Uhubiri vizuri, watu watauliza umesoma mpaka la ngapi? Jambo la 6, kutegemea akili zako mwenyewe. Ukaendelea kutegemea akili zako mwenyewe, utafanikiwa. Usitegemee akili zako mwenyewe. Mithali 3 mstari wa 5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Mafanikio yapo, lakini sio ya kutumia akili tu mpaka ukae na Mungu. Mimi nazungumza mafanikio katika Mungu. Mafanikio mengine utatumia akili zako, hata utatumia akili kuiba stendi. Asubuhi amemka anaenda kufika saa 4 ana 500,000. Amekwapua mali. Haya tuiti mafanikio. Katika mafundisho yetu. Mafundisho yetu ni ya mtu wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili, aliyeokoka. Je, ana haki ya mafanikio katika mambo yote? Ndiyo. Ana vigezo vinavyomweka vizuri. Atambue Mungu wetu na tabia yake, maana yeye ni Mungu anayempa mtu haki, mwenye haki. Sasa mtu asitegemea akili zake mwenyewe na ujanja wake. Anafundisha watu ujanja wake. Ujanja. Kaambia mtu mmoja, anaambia mkutano nitakuwa mwimbaji wa mkutano wenu, lakini hela mnitumie kabisa. Anatumiwa hela, mkutano unaanza Jumapili, anakuja Jumanne. Mkutano unaisha Jumapili, ameondoka Ijumaa. Hela zote amepewa. Lakini kijanja amechukua hela, ameondoka. Watu huko nyuma wananungunika wote, mwimbaji ameondoka na hela zetu. Sizungumzi mtu namna hii. Mimi simwiti mwenye haki wa Mungu. Sio mwenye haki wa Mungu. Ana pesa, amepata pesa, lakini sio kama mwenye haki wa Mungu. Iko haki ya mwenye haki na Mungu ameapa. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Haya ndio mafanikio nazungumza. Nataka nikuambie hivi, tuna kitu cha kufanikiwa kinakaa mbele yetu. Mafanikio katika mambo yote. Mimi nikifundisha ni kwa sababu mifano nimeiona. Mingine kwa watu, mingine kwangu. Nikijitahidi katika Mungu. Kuna saa ya kusoma neno la Mungu. Kuna saa ya kuombea neno hilo ulilosoma. Kuna saa ya kwenda kulipeleka katika watu. Bidii. Si mnaona wakuu wa EAGT kuanzia Jumatatu askofu mkuu Mwakipesile, Jumanne makamu wetu wa askofu Joshua Benjamin wao, Jumatatu katibu mkuu wa EAGT Leonard Mwizaru, Alhamisi mweka hazina mkuu.
ndiye huyu anayezungumza. Pregodi Zawadi Mgonja, Ijumaa, mshauri mkuu. Hakuna kusema sina mafundisho. Bidii ya kwenda kutafuta chakula. Watu wamekaa huko wanahitaji chakula cha kiroho. Hakuna kulegea legea. Sasa kama askofu mkuu ungesema mzee wa watu. Mzee wa watu, ndugu yangu, na bidii. Ili wale wanaosema mwalimu wetu, mkuu wetu, waige kitu. Wasije wakaiga uvivu. Wasije wakaiga ujanja. Mafanikio ya haki kutoka kwa Mungu mwenye haki. Nimekutia moyo vya kutosha. Mungu akubariki. Ninaamini kabisa nimejenga tena moyo wako wa imani juu ya mafanikio yapo na vitu vya muhimu kuangalia wakati unaendelea kufanikiwa. Mungu akubariki sana. Nataka nimshukuru Mungu. Baba, asante kwa fundisho hili zuri kabisa. Watu wanaenda kwenye kazi zao, wafanya kazi, wafanya biashara, watu wanaenda kwenye masomo, watu wanaenda kwenye shughuli nyingine za uzalishaji za watakatifu. Umeahidi Bwana wafanikiwe katika mambo yote kama roho zao zinazofanikiwa. Ninakushukuru kwamba hata sasa wengine wanafurahia matokeo ya kukuamini na kukaa na wewe. Wamefanikiwa, wapo, wamekuwa barua njema sana hata wasomo hili. Ninakushukuru kwa wote wanaoendelea kuamini na kufanya na kutenda kwa moyo wa kuamini, katika jina la Yesu, amen. Sibuka TV.